as Christians. Tunamalizia mwaka wetu wa 24 tukisherehekea anniversary yetu Jumapili ijayo, 24th anniversary. The following Sunday will be Pastor's Visitation. Hiyo ingine tutakuwa na General Assembly, ambapo tutakuwa pia na Jumapili yetu ya forgiveness, and then tutamalizia na Jumapili ya Thanksgiving na Jumapili ya kuleta mavuno katika nyumba ya Mungu, Jumapili ya mwisho ya mwezi Novemba. Tukimaliza hivyo, tumetoka kwa mwaka wetu wa 24 wa kanisa la Bwana. From there we shall be ready for our church's 25th year, the year 2020-2021. The Lord has said it is the year of right standing with God. And so we are ready to tell God, help us as we choose and as we desire to stand right with you. Today, ujumbe wa leo, what we go through in life as Christians, is part of the series za kumaliza mwaka wa 24. Mambo yale tunayopitia ndani yake kama Wakristo. Na swali liko ndani mwangu kubwa ya kwamba, why has God done all which he has done in our lives? Mbona Mungu amefanya yale yote amefanya katika maisha yetu? Tunazungumzia kwanza mwaka Disemba mwaka jana, na tunapofika Novemba mwaka huu ni miezi 12 ya kutembea pamoja, ya kuomba pamoja, ya kufanya kazi ya Mungu pamoja. Katika huo mwaka kumekuwa na mambo kadha wa kadha. We can call ups and downs. Tumekuwa na mambo yote ambayo tumeyaona katika mwaka huu. The question remains, why has God done all which he has done throughout the year? Praise the name of Jesus. Inaweza kuwa ni nzuri, inaweza kuwa sio nzuri. Inaweza kuwa ilikufurahisha, inaweza kuwa haikufurahisha. Inaweza kuwa ilikuongeza hatua ama ilikurudisha chini. Mbona Mwenyezi Mungu ametupitisha katika hayo mambo yote ambayo tumepitia mwakani? Maandiko ambayo tumesoma 2 Corinthians chapter 1 and verse 3 to 7 inafunua mambo makubwa ambayo nitapenda tuyaone siku ya leo pamoja. Mwandishi wa waraka huu ni mtumishi wa Mungu Paulo, ambaye Jumapili iliyopita nilikwambia aliitwa Saul before conversion, na alipookoka akaitwa Paulo, ishara ya mabadiliko na mageuzi ambayo Mwenyezi Mungu aliweka kwa maisha yake. Na ikawa kwamba sio Sauli sasa mwenye kuharibu, bali ni Paulo mwenye kutengeneza kupitia kuhubiri Injili. Aliandika barua hii akiwa mji wa Efeso, na 2 Corinthians and 1 Corinthians reveals that Paul wrote several letters to the Christians in Corinth. Actually, kuna uwezekano what we have in the Bible as 1 Corinthians ni barua ya pili. Ya kwanza kuna uwezekano ilipotea. 1 Corinthians that we have in the scriptures is the second letter of Paul to Corinthians. What we have as 2 Corinthians, there is a possibility that you will the fourth letter to the church of Corinth. Miaka 55 na 57 baada ya Kristo kufa kutoka dunia hii, Paul wrote the letter. Na 2 Corinthians reveals the very personal, ile attachment, ukaribu na moyo wa Paulo. In fact, kwa barua zote Paulo aliandika, hakuna barua ambayo Paul alifungua moyo wake, alionyesha ukaribu na uhusiano wa karibu kwa wale alikuwa anawaandikia, kando na barua hii kwa Wakorintho. He showed all that he had in his life. Why was Paul revealing all that he had in his life? Alipenda the church of Corinth so much. And alikuwa na mambo kama mawili katika moyo wake. Number one, he wanted to affirm his ministry and defend his authority as an apostle of our Lord Jesus Christ. So anaandika akisema kwamba huduma niliyo nayo
letter to his receivers. Ya kwamba huduma hii niliyo nayo imetokana na Bwana Yesu mwenyewe. Hii umitume niliyo nayo, kwa sababu title apostle ilikuwa inapeanwa tu kwa yule mwenye Yesu peke yake ndiye alimuita. Leo hii nimeona watu wengi waking'ang'ania hiyo jina apostle. Sawa, wanaweza kuwa tu apostle wa kujiita wenyewe. Lakini the Greek apostolos walioitwa na Bwana Yesu walikwisha. Kwa sababu hiyo ni title ambayo Yesu pekee ndiye alidesignate to the 12 chosen people ambao alitaka watimize huduma ya apostolic. Na kweli walitimiza. Praise the name of the Lord. Walitimiza. Yesu hakukuja tu duniani kubahatisha huduma yenye alifanya. He knew exactly what he wanted to do. And he knew exactly how he wanted to achieve the goal. Na goal yenye alitaka kuachieve hangeweza peke yake, alihitaji watu kadhaa. Ndiye akachagua miongoni mwa watu maelfu waliokuwa pamoja na yeye. Akachagua kina Petro, akachagua kina Yakobo, akachagua kina Yohana katika hiyo vikundi, kina Yuda Iskariote, na akawaita mitume. Na akasema kwamba aliwateua ili wawe pamoja na yeye. Praise the name of Jesus. So mtume wa leo, wewe uko na Yesu kweli kwa staili gani? Na utaona the book of Acts ikifunua tu kabisa ya kwamba ni mtu ambaye anakula chakula na Yesu, anatembea na yeye, anaongea na yeye, amemuona uso kwa uso. Ni kweli, si hata hatujamuona Yesu, tumemuona, lakini wapendwa, hatujaona Yesu face to face. Tumemuona tu in the spirit. Kwa hivyo sometimes ni vizuri kuwa very careful. Na ukishajiita hiyo jina na ndio kutolewa ni ngumu, unaweza ng'ang'ania na kukatalia, but the truth of the word of God remains. That you might walk in the footsteps of the apostles, but the apostles were amazing. And that is the word of God. Praise the name of Jesus. Ni kama leo hii uamke na kujiita Jesus. Hello? Ni kama leo hii uamke na kujiita Jesus. Na sasa kuna watu wamejiita Jesus. Kuna watu wamejiita God. Are you really God? And can you really match Jesus? The truth is no and no. Hata wewe ndio wewe sasa wewe unasema watu wanadai. You can't reach to a level of being Jesus. And so, Apostle Paul says, I'm an apostle. And indeed, Paulo ni mtume. Kwa sababu alikutana na Yesu uso kwa uso pale barabara kwenda Dameski. Na Mungu akamwambia nimekuita. Na pia lengo la Paulo lilikuwepo. Sio kuhubiria wote, Wayahudi sawa, lakini main mission ya Paul ilikuwa ya Gentiles. Mwende mhubiri injili kwa watu wa mataifa. By the way, sisi hawa ni product ya utume wa Paulo. Praise the name of Jesus. So Paul is affirming this apostolic calling. And there is one thing that is very strong in the New Testament. Na Mkristo wa leo unastahili kujua hiyo. Ukisoma Agano Jipya lote kuanzia kitabu cha Mathayo mpaka Ufunuo wa Yohana, utagundua kwamba baada ya Yesu Kristo kwenda mbinguni, kuna kitu kilichoamka kikubwa sana. Mafundisho ya uongo. Hello? False teachings. Ziliamka sana. Zilikuwa na Mafarisayo, zilikuwa na Sadducees, na imeendelea hivyo hata wakati mitume wanahubiri injili. Na hakuna, nimeshangaa kama kuna fundisho kubwa katika Agano Jipya, ni fundisho la Wakristo kuwa waangalifu na walimu wa uongo. Na sio walimu wa uongo, mafundisho ya uongo. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo kitu bado iko mpaka leo. Yesu alipambana nayo, na bado mitume walipambana nayo, na bado iko mpaka leo. Na nitasimama katika hiyo neema na niseme, uwe mwangalifu kwa walimu wa uongo na mafundisho ya uongo. Kwa sababu hata leo bado iko. Take care na utembee vizuri. Paul wrote his letters to refute, to stand against, to correct, to rebuke the false teachers and the false teachings. Ndio sababu waliinuka kinyume chake na wakataka kumaliza. Na walihakikisha wamemaliza wanafunzi wa Yesu kwa staili mbaya sana. Staili mbaya sana walimaliza. Secondly, the letter is written as a very most personal letter, and Paul opens his heart to the Corinthians to let them know that the faith that we walk in is true. Imani tunayotembea ndani yake ni ya ukweli.
Saa ingine nikihubiri vitabu kama hizi, huwa naambia Paulo, leo mwenyewe tu siongee kupitia mimi kwa washirika wa Glory Baptist Church ili wakusikie. Kwa sababu Paulo angekuwa hapa hata angeongea kwa sikio la kila mtu. Because he wanted every person, if possible kila muumini, ajue kibinafsi ya kwamba injili hii tunayohubiri ni kweli. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Unajua kuna wakati unaweza jaribiwa kufikiria hili neno si kweli. Hello? Sijuzi mliambiwa corona ni kweli. Mkaanza kusema nini? Si kweli. Na haipo. Sasa tena mnasema ni kweli. Ipo. Unaona? Hiyo ni inaitwa ubinadamu. Ni rahisi hata hili neno ujaribiwe kufikiria si kweli. But Paulo anasema, mpendwa katika jina la Yesu, hili neno ni kweli. Liamini na uishie hili neno, lina mahali linakupeleka. Na hebu sikia maneno yanasema katika hii mstari. Tumesoma lakini naomba uyasikie tena. 2 Corinthians chapter 1. Nitasoma vile Paulo mwenyewe anaanza, kwa sababu alikuwa na Timotheo, mwanafunzi aliyependa sana akiandika hii barua. Anaanza kwa kusema salamu. Barua hii ni kutoka kwangu mimi Paulo, mtume wa Kristo Yesu, kwa mapenzi ya Mungu, na Timotheo ndugu yetu, kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, pamoja na watakatifu wote walioko Akaya yote. Neema na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi. Sikasa sema amen. Hayo ni maneno yamejaa utajiri mwingi sana. Baada ya kusema hivyo, na hiyo ndio style ya Paul ya uandishi. Alipomaliza kusema hivyo, yes, thank you Jesus. Yeah, the devil knows what I'm reading. Sorry. Thank you Lord. Thank you. Alipomaliza kusema hayo maneno, ndiye akasema maneno haya ya ukarimu. Ahimidiwe Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa huruma na Mungu wa faraja yote. Yeye atufarijie katika taabu zetu zote, ili tuweze kufariji wale walio katika taabu yoyote kwa faraja ambayo sisi wenyewe tumepokea kutoka kwa Mungu. Kama vile mateso ya Kristo yanavyotiririka ndani ya maisha yetu, vivyo hivyo ndivyo faraja yetu inavyofurika kwa njia ya Kristo. Kama tunataabika, ni kwa ajili ya faraja na wokovu wenu. Kama tukifarijiwa, ni kwa ajili ya faraja yenu iwaleteayo saburi na mateso yale yanayotupata. Nalo tumaini letu kwenu ni thabiti, kwa sababu tunajua kwamba kama vile mnavyoshiriki mateso yetu, ndivyo pia mnavyoshiriki katika faraja yetu. Hallelujah. What we go through in life as a Christian or as Christians is significant. We don't just walk in life for the sake of just walking in life. Tunaenenda katika haya maisha kwa sababu ya Mungu kupitisha mambo fulani. Na Paulo anasema tumeteseka, tuliteseka, tulihangaika, tulipitia dhiki na mateso, na haya mambo Bwana Yesu ama hiyo changamoto yenye mtu anapitia ndani. Bwana Yesu asifiwe. For example, kuna jambo nimeshasikia. Utakuta mtu kama amefiwa, na unasikia mtu anasema, kwa kweli yale unapitia tunajua. Jipe moyo katika Mwenyezi Mungu and so on. I want to let you know hujui. Hiyo inakuwa kuongea kufurahisha watu. You don't know. Mtu mwenye amefiwa, kuna mahali penye huwa anafika. Ajuae ni yeye tu na Mungu yake. Halo? Na labda shetani mwenye huwa analeta machungu. Sababu shetani yeye akileta machungu, anataka ikiwezekana hata umalizike. Sasa ana nafasi ya kutransfer hiyo. Kwa sababu umesema sasa labda kesho ni kwangu. Unaweza ongea kwa sababu hujui. Mtu ambaye anapitia machungu
Paulo anasema kwamba hata kama kuna machungu, tuna Mungu wa huruma. Mungu wa huruma anaingia mpaka na sisi ndani ya hiyo. Haleluya. Anatembea na sisi mpaka ndani ya hayo mambo. Let me tell you, hata wakati wa corona, God is with us. Mungu naye anajua. Sio kama watu, hata sio kama madaktari. The health workers in a time, they also fear you when you are challenged that way. But God is in a position to be with you to the last minute. Hapo ndiye anaitwa Mungu, a God of compassion. Mungu mwenye huruma. Yeye huenenda na sisi katika hali zote. Hallelujah. Live along the other side of life. Wale Waisraeli wanataka kuvuka waende safari yao ya nchi ya ahadi. Na wanaenda wametoka kwa Farao kabisa. Na wanafika pale mbele, wanashangaa Mungu anawaelekeza kwa bahari ya Shamu. Red Sea imepita mwisho mpaka mwisho. Haionekani wapi na wapi. Hakuna vile unaweza pita mahali pale. Ni kilio na Farao anakuja na wanajeshi huko nyuma. Musa, umetuleta kutumaliza hapa. I'm here to celebrate that God, our God of compassion. Amen. Do you know why? Alienenda na wana wa Israeli katika bahari ya Shamu na wakavuka na wengine. Mungu mwenye huruma huenenda na sisi. He feels with us and he acts according to his compassion. Praise the name of the Lord. Hangoji kusukumiwa. Hangoji kusaidiwa na yeyote. Hangoji kuambiwa. Hangoji ya kwamba kuna kitu kinamzuia. He goes through with us. I wish I had time to give you several scriptures in the book of Isaiah. But just get this in Psalms 86 verse 15. Zaburi 86 mstari wa 15. If you open Psalms 86 and verse 15, naomba ufungue kwa sababu itakusaidia. Psalms 86:15. Zaburi 86 mstari ule wa 15. My Bible says, "But you, Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love, and you are faithful." 86 verse 15. Ninasoma katika tafsiri hii ya neno. 86 mstari wa 15. Lakini wewe Bwana ni Mungu wa huruma na neema, si mwepesi wa hasira, bali ni mwingi wa upendo na uaminifu. Hebu angalia mstari wa 5, the same Psalms 86 verse 5. Verse 5 inasema, Bwana, wewe ni mwema na mwenye kusamehe, umejaa upendo kwa wote wa kuitao. Hiyo ndio inaitwa compassion. Verse 6, Bwana, sikia maombi yangu, sikiliza kilio changu, unihurumie. 7, katika siku ya shida yangu nitakuita, kwa maana wewe utanijibu. We go what we go through in life together with our God of compassion. Praise the name of the Lord. Ndio sababu Paulo alijivunia huyu Mungu. Akasema, wewe Mungu ni Mungu mwenye huruma, Mungu ambaye unatuhurumia na unatusaidia katika mambo ambayo yamepita kiwango cha maisha yetu. In this, he is a good God. Hallelujah. Katika hii hali ya compassion yake ni Mungu mwema. Amen. By the way, no wonder, that is why nyimbo hizo zingine za hapo nyuma zilikuwa na upako na neema kubwa sana. Kama wimbo gani? Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema wangu. Hizo ndio nyimbo zilileta revival moja kali sana bara hili letu la Afrika. Na ni wimbo ambao ungeimbwa all over, na lugha zote, na watu wote. Hizo ndio nyimbo ziliimbwa wakati wa tukutendele sana. Na zilileta revival katika ulimwengu huu, revival ya hali ya juu. God is so good, no matter what we are going through, God
as a compassionate God, He is a good God. Jina la Yesu lisifiwe. Not only just a good God, He is a forgiving God. In that goodness, amejawa na msamaha. Mungu si Mungu ambaye anabebana na kisasi kwa mke yote. Yeyote ambaye anabebana na kisasi na yule anakataa. Lakini yule ambaye anakubaliana na yeye, Mungu husamehe. Jina la Yesu litukuzwe. And there is forgiveness. By the way, as we wind up the year, this is the best time to think about God's forgiveness. Because besides doing what you have been doing, going through what you have been going through, the Lord helping you to walk the walk that you've been walking, there is a possibility pia umemkosea Mungu. Think about His forgiveness. Praise the name of Jesus. And this is the best time to tell God, forgive me. As I close the 24th year as a church, nikiingia mwaka mwingine, forgive me, Lord, so that I can enter into the new year. Besides being a good God, a forgiving God, He's a God abounding in love. Mejawa na upendo. Hallelujah. Mungu wetu amejawa na upendo. Upendo wa wanadamu na mipaka na viwango na kiasi na mawazo. God loves all His people. And His goodness is full of love. Amejawa na upendo kwa watoto wake. Amejawa na upendo kwa kanisa lake. Amejawa na upendo kwa watu wake. Imagine upendo wa Mungu ni huu. Upendo wa Mungu, maandiko anasema, ati hata mama anaweza sahau mtoto mwenye ananyonyesha, lakini Mungu hawezi akamsahau. Hiyo ndio above average ya upendo wa Mungu. Hawezi akakusahau. He loves us. God loves His people. Amen. Psalm 86 verse 5, kama umesoma vizuri utagundua inasema, and it is all this goodness, uzuri wa Mungu ni kwa wale wanaomuitia Mwenyezi Mungu. What am I saying, church? You have an opportunity ya kuangalia huyu Mungu mwenye huruma na uliitie jina lake, na huyo Mungu akusaidie. Kwa sababu hapo tayari kutusaidia. Jina la Yesu lisifiwe. Hapo tayari kwa pamoja nasi. Above or besides God being a God of compassion, He is also a God who is a God of all comfort. Jina la Yesu lisifiwe. Now, you may not see what I'm seeing, but I'm seeing great things in these scriptures. Paulo hasemi ni Mungu mwenye tu faraja. Hello? Paulo hasemi ni Mungu wetu Mungu wa faraja. Anasema ni Mungu wa faraja sote. Amen. Kila eneo la maisha ana uwezo wa kugusa. By the way, I was almost changing today's message. Lakini sasa ninakuaga na shida. Hii mambo niliyaweka kwa listi yangu ya kumaliza mwaka huu. Mwezi mzima umeishi. By the way, the sermons I'm bringing to us zote niliziweka pamoja mwezi wa September. Nikashangaa kwa nini Mungu anaruhusu nihubiri hii wakati ambapo Kenya na Eldoret specifically wanapitia shida. I'm not preaching because tunakufa na corona. I'm preaching to say our God is a God who is full of comfort to all people. And that's the truth. Uwe mzima, uwe una furaha na una shida, yeye ni Mungu amejawa na faraja zote. Jina la Yesu litukuzwe. Zote faraja za kila kona. Hata unaweza kuwa umefutwa kazi, amejaa na faraja ya kukusaidia kwa hiyo shida. Praise the name of the Lord. Hata kwa raha unahitaji faraja. Unaweza kuwa hapo unajisikia you have everything that you need. Even in that situation, Mungu wetu bado ni Mungu amejawa na faraja. Jina la Yesu lisifiwe. So Mungu wetu tunapozungumzia the big part of this verse in verse 3 says that besides being a God of compassion, is also the God of all comfort. Verse 4 inasema nini? Verse 4 says, who comforts? Are you able to read on the screen? What does verse 4 say? Who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Kumbe Mungu hafariji tu sisi na faraja zote ili tufarijike. Kama Wakristo hiyo sio mwisho. Ili
na sisi tuwafariji na wengine. Jina la Yesu lisifiwe. Yaani unatibiwa na pia wewe unaweza tibu watu wengine. Haya ndio mambo mtumishi wa Mungu Paulo anajivunia. Anasema nimepitia mambo mengi na nitakuonyesha dakika chache zinakuja. Dhiki nyingi, dhiki za Paulo ndio nimeita hii barua the most personal letter of Apostle Paul. Hata hapa alizungumza matatizo na changamoto zote alizopitia. Na anasema alikuwa anapitia zote ili wewe Mkristo usimame. Ili wewe Mkristo ufarijike. Na sio faraja ya mtu ambaye si expert, ni faraja ya mtu ambaye ni expert. Praise the name of Jesus. I passed through it, you can pass through it. I went through it, you can go through it. I passed here and got there, you can pass here and get there. That is the message that we carry as Christians. Hallelujah. Are you trying to see what you have gone through in life? Hii miaka umeishi si miaka tu yako, ni miaka ya Mwenyezi Mungu. Iwe ni 5, iwe ni 10, iwe ni 20, iwe ni 50, iwe ni ngapi, Bwana ndiye amenenda pamoja na wewe. Na Bwana anataka kwamba kuenenda kwako na katika hizo safari na katika hiyo maisha na katika hiyo miaka uweze kumuona yeye. Jina la Yesu lisifiwe. You need to be in a position to see God. Just turn a few pages in chapter 11. Hiyo 2 Corinthians. Songa tu mbele kidogo chapter 11. Nikuonyeshe machache kati ya mengi ambayo Paulo anazungumzia. Chapter 11 from verse 21. Yani Paul anasema we are not only able to endure, but we are also in a position to rejoice in what we go through in life. Verse 21. My Bible inasema hivi mstari wa 21 na nitasoma mpaka 29 hapo chini. 21 Biblia inasema mtumishi wa Mungu Paulo anaanza kusema kwa aibu, kwanza verse 20 linaanza vizuri. Kweli ni kwamba mnachukuliana na mtu akiwatia utumwani au akiwatumia kwa ajili ya kupata faida au akiwanyang'anya au akijitukuza mwenyewe au akiwadanganya. Kwa aibu inanipasa niseme kwamba sisi tulikuwa dhaifu sana kwa jambo hilo. Basi lakini chochote ambacho mtu mwingine yeyote angethubutu kujisifia, na nena kama mjinga, nami nathubutu kujisifu juu ya hilo. Verse 22. Je, wao ni Waebrania? Mimi pia ni Waebrania. Halo? Sifa za Paulo. Je, wao ni Waisraeli? Mimi pia ni Israeli. Paulo anasema mimi ni Mwebrania ili mtu fulani asaidike. Kama kuna Mwebrania hawezi kuokoka na kupokea Yesu, mimi Mwebrania ninaokoka na kupokea Yesu. Hata wewe Mwebrania unaweza kuokoka na kupokea Yesu. Myahudi the same. And he goes on by saying, anasema kwamba je, wao ni Waisraeli? Mimi pia ni Israeli. Je, wao ni wazao wa Abrahamu? Mimi pia ni mzao wa Abrahamu. Je, wao ni watumishi wa Kristo? Na nena kiwazimu, mimi ni zaidi yao. Nimefanya kazi kwa bidii kuliko wao. Nimefungwa gerezani mara kwa mara. Nimechapwa mijeledi sana. Nimekabiliwa na mauti mara nyingi. Mara 5 nimechapwa na Wayahudi viboko 40 kasoro kimoja. Hiyo ilikuwa ni ile mateso ya juu sana ya Kiyahudi. Kasoro kimoja. Mara 3 nilichapwa kwa fimbo. Mara 1 nilipigwa kwa mawe. Mara 3 nimevunjikiwa na meli. Nimekaa kilindini usiku kucha na mchana kutwa. Katika safari za mara kwa mara nimekabiliwa na hatari za kwenye mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kukaa njaa na kuona kiu. Nimekaa mara nyingi bila chakula. Nimesikia baridi na kuwa uchi. Zaidi ya hayo yote, nakabiliwa na mzigo. On the other hand, you don't need to give up. Praise the name of Jesus. Ukimkana Mungu ndio umeisha. You don't need to give up. You still need to remember angali enzini. And so Yakobo anasema kwamba hesabu faida. Tele, wakati ambapo unapitia yoyote unayopitia ndani yake,
Kwa sababu unajua baada ya kujaribiwa kwa imani yako utaweza kutoa ustahimilivu ama uvumilivu ama kusimama ama perseverance. Praise the name of Jesus. So Mkristo apiti kwa mambo yanapita tu maishani kiupumbavu. Anapita na neema ya Mungu iko pamoja na yeye. Haleluya. Ama hujasikia Mungu mwimbaji alisema kwamba wewe Mungu unajua yale ninayopitia. Anaimba hivyo kwa sababu gani? Ni katika hayo ndio Mungu anajitukuza. Praise the name of Jesus. Nimekuwa nikiangalia katika devotion zangu mama aliitwa Elizabeth. Elizabeth alikuwa amekaa na mume wake Zekaria miaka mingi bila kupata mtoto. Wanaomba, na alikuwa anaonekana Zekaria na Elizabeth walikuwa watoto wa kikuhani. Walikuwa nyumba ya priesthood. Kwa hivyo kila mwaka walikuwa wanaenda kupeleka dhabihu katika hekalu la Bwana. Every year wanaenda, na wanapoenda pale waende tu kama raia wa Kiyahudi, wanaenda kama makuhani. In fact mwaka wanatembelewa. Haleluya. Si mtu aniambie kuna mwaka wa kutembelewa na Bwana. Niambie hivyo kuna mwaka wa kutembelewa na Bwana. Haleluya. Sema tena kuna mwaka wa kutembelewa na Bwana. Mwaka ambao Zekaria alitembelewa na Bwana. Walikuja kama makuhani wa kawaida. Kwa hiyo amkule tumekuja kanisani. Wengi wa leader kutuambia it is good kuingia kanisani. Walikuja vile watu wanakuja kawaida kwa ibada. Na siku hiyo kura ilipopigwa ni nani ataingia patakatifu kwa patakatifu. Kuhani mmoja kwa mwaka huo. Kura ikamwangukia Zekaria. Sasa ile Zekaria aliingia mle ndani. Alio watumishi wa Mungu. Ni baraka kuhudumu kanisani. Mama Ida pangusa Bible. Naendelea kabisa kwa furaha na kwa shukrani. Ni vema kufanya huduma kwa nyumba ya Mungu. Kwa sababu hiyo pia ni milango ya kutembelewa na Bwana. Sasa ile Zekaria sasa amekuja ameanza kuhakisha zile uvumba, zile mishumaa, ndio atoe dhabihu za mwaka na kuwe na Pasaka ya kutukuza Mungu. The Bible says hapo ndio malaika Gabriel alitumwa kuambia Zekaria, mwaka huu kilio na maombi yenu na aibu zenye mmechekwa na watu. By the way, mke wa Kiyahudi kuolewa na kukosa watoto ilikuwa ni aibu ya kiwango cha juu. Wacha leo hii watu wako informed eti wanasema kwamba ni kawaida. Nyakati hizo hazikuwa kawaida. Hata kuna wanawake wangesongea wewe. Na kuna watu wangekaribia, na hata yuko yenu kuna watu wengi wangetaka kuingia ndani. Kwa sababu inaonekana ni ukoo imelaniwa, imekataliwa, haina baraka za Mungu. Hivyo ndio ilikuwa Elizabeth na Zekaria. Watu wakati huo, mwaka huo, Bwana aliwatembelea. Maandiko yanasema waliporejea nyumbani, Elizabeth alianza kubeba mimba ya kiungu ya mtoto. Hata kwa ukoo wao hakuna jina kama hilo. Elizabeth aliambia mtoto utamuita Yohana. Zekaria kwa sasa mimi mzee kama huyu mtoto atazaliwaje? Kaambia wewe unaonekana utakuwa na kielele, unaweza fanya mtoto atoke. Mdomo akafungwa hakuongea lolote. Akawa bubu. Na Mungu anajua what to do sometimes. Alikuwa bubu mpaka wakati mtoto alizaliwa. Elizabeth ulizwa, huyu mtoto ataitwa nani? Sema John. Sema uko wetu haina jina kama hiyo. Kabila letu alijai kwa yaani ni mambo gani? Lakini werevu akavuta hilo lokalo sana, inaonekana hapa kuna mtoto ambaye si wa kawaida katika hiyo ukoo. Wakisema let's confirm na baba yake. Jamani Mungu ndiyesikisi. Why we go what we go through in life as Christians? Mwaka unaisha. Why have we gone what we have gone through as Christians? There is always a reason. Zakaria aliingia kwa hekalu kama mgeni. Kwa nini ni Mungu ndiyesikisi? There is a reason. Our God of compassion and our God of all comfort aweze kumcomfort Zekaria na Zekaria comfort wake. The Bible says Zekaria alisema nipe karatasi. Alipokuwa karatasi akaandika John ama Yohana. Na alipomaliza tu Yohana akaanza kuongea. Mungu pewe sifa na shukrani. Mungu tukuzwe na uabudiwe. Mungu tunakuabudu. Na tunapomaliza mwaka wa kwanza mwaka mwingine tunasema wengine wa kusumbua hata vilio vyao Mungu ashike. The year
ambayo iko mbele yetu ya standing right with God. Wengine usipochunga mtakuwa mapepo kidogo. Niko katika roho nikiongea hivi. Itabidi wengine tunyamaze. Na kama Mungu anaruhusu ongea. Kwa sababu si lazima tuongee. Iko wakati wa kuongea, sema yes. Praise the Lord of Jesus. We pass through this so that we can realize our position and become comforters when comfort is needed. Praise the Lord of Jesus. So haujapita kwa mambo umepita bure. Understand that and progress. Finally, Christians are called to share in Christ's suffering. Thank you so much for that acknowledgement. I'm saying Wakristo wameitwa kushiriki tabu pamoja na Bwana Yesu. We are called to share the sufferings of our Lord Jesus Christ. Verse 5 to 7 tumesoma tayari. But I want to say, be ready to share in Jesus' humiliation. There are times when Jesus will be humiliated. Be in a position to share Christ's humiliation. Hivyo wakati watu wanajihadi tu Mungu, nataka kuwekelea tu Yesu chini. I teach pastors, I know. Ninafundisha, I train pastors, I know this. And whenever I share with many pastors and talk with them, they tell me, vile hata familia zao huwa hawakubaliani na wao wanaposema ndio kwa kumtumikia Mwenyezi Mungu. That is part of humiliation. But tuko tayari to be humiliated with our Lord Jesus Christ. Praise the name of Jesus. Hata wewe mwenye unaniangalia, ninajua mtoto wako akikuja leo na kwambia mimi nimechagua kuwa mwimbaji wa nyimbo za Injili. Somesha tu mimi, lakini mimi nitaimba tu nyimbo za Injili. Si rahisi hapo niletee kwa ofisi pastor wekea mtoto mkono. Kwa sababu unafikiria kuimba nyimbo za Injili ni kupoteza. Kama Yesu amemuita mama na baba, wacha aimbie Yesu. Praise the name of the Lord. Ruhusu. Kwa sababu the call to serve Jesus, it is also a call for humiliation with our Lord Jesus. Wewe unafikiria ni mchezo? Unajua Yesu Bwana, wakati ambapo usiku ule ndio akufe kwa ajili yetu. Imagine kuna wale ambao angekuja na mate anasema kwa uso Yesu. Muone, ulikuwa unasema na uwanga watu. Na anasema mate kwa uso ya Bwana Yesu. Hicho ndio kiwango cha ubinadamu. Humiliation ya hali tu. Na mwana wa Adamu ananyamaza tu. Na dakika moja anasema uwasamehe kwa sababu hawajui kile wanasema. Be ready to go through humiliation. Praise the name of Jesus. Walimcharaza viboko, walimuongelea yote, walimdharau. But leo hii wokovu hauko kwa jina lingine isipokuwa jina la Yesu. Amen. Sorrow, be ready to pass through the sorrows of our Lord Jesus. Pains that Jesus went through. By the way, now the scriptures, nasema Bwana Yesu alipita katika yote, soma Hebrews chapter 4 verse 16. Alipita yote pasipo kutenda dhambi, ili na sisi tunaweza kumuita na tusaidie na kuokoka. Amen. He passed with them. Even death. Praise the name of Jesus. Ukiangalia maneno nimekwambia hii ya Paul anasema ni tayari hata kufa. Alipokuwa na hapo wazee wa kanisa la Ephesus in Acts chapter 20, wanamwambia naona kifo mbele yako. Paul anasema wacha hata kufa. Wacha hata nini hata kuteswa, ni tayari kukufa na Bwana wangu Yesu Kristo. Yaani Paul alikuwa anaishi tayari, hiyo nilikwambia last Sunday, na anaona dunia nyingine. Ni tayari kuishi maisha mengine. Bila niwe tutaki. Paul says, I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and the participation in his sufferings, becoming like him in his death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Philippians chapter 3 verse 8. Wale walikuwa kwa ibada kwanza, they were blessed with this. Nikaambia mhubiri wa kwanza, how comes you start touching my scriptures before I preach?
Paulo anaambiwa Filipi ni tayari kuteseka, na hata sio kuteseka mpaka kufa pamoja na hesabu mambo yote kwa hasara kwa sababu ya neema ipatikanayo katika Kristo. Fungua 1 Peter chapter 4 verse 13. As I end this, sikia Paulo 1 Peter 4 chapter 13. Petro kwanza 4 mstari. Huyu ni shujaa wa mateso. I was reading another history about Peter. Chapter 4 verse 13. I have a very nice book about the life of Peter the Apostle, ambaye imezungumzia mpaka vile alizaliwa na vile alienda. Are you ready to hear this? Uko tayari kusikia hii? Yes. Historia ya Kikristo inasema wakati Emperor Nero alishika Petro na akawa ameandaa kumuua, kwa sababu Petro aliuawa Roma, wakipanga kumuua. Kitu cha kwanza chenye huyo mfalme katili alifanya, alikuwa na kitu kama pipa, na hilo pipa akaamrisha limwagwe ndani mafuta ya kupika. Naona mafuta hiyo unapikianga chips. Akaamrisha hilo pipa limwagwe ndani hayo mafuta. Na mateso ya kwanza yenye huyu mfalme alifanyisha Petro mwanafunzi wa Yesu ni kumweka ndani ya hilo pipa achemke vile mnachemshanga chips na samaki kwa mafuta fulani. Chenye kilishangaza ni kwamba Petro hakuchemka na hakukufa na hakukwisha. Hiyo ikashtua yeye. Na ndio hapa akasema sasa vile amekataa kuchemka kwa mafuta na kuiva na kuisha, sasa kile tutafanya tusuluhishe yeye. Inaonekana kifo cha watu ni kama cha Bwana wao Yesu Kristo. Bado katika hiyo point of death Peter says, I cannot be crucified like my master. Na ndio Petro akasulubishwa kama ameangalisha kichwa chini, na hivyo ndio Petro mtume wa Yesu alifariki. Sikia hata anasema katika mstari wa 15. Verse 13. Kwanza acha nianze mstari wa 12. Biblia inasema, wapenzi, msione ajabu katika yale mateso yanayotukia miongoni mwenu, kana kwamba ni kitu kigeni kinachowapata. Verse 13 inasema, bali furahini kuwa mnashiriki katika mateso ya Kristo, ili kwamba mpate kufurahi zaidi na kushangilia wakati utukufu wake utakapofunuliwa. Amen. Tuna unafikiri anaandika hii maneno kwa nini? Aliyapitia na hakuhepa, na baada ya kuyapitia anasema mfurahi, kwa sababu mtapata furaha isiyo na mwisho baada ya Kristo kufunuliwa. Why do we go what we go through in life? I want you to remember wholeheartedly that Mungu wetu hatuachi, huenenda pamoja nasi. Ndio sababu Paulo analeta Mungu wa huruma. Mungu wa huruma huenenda na watu wake. Ndio sababu Paulo analeta Mungu wa faraja zote, kwa sababu katika kila eneo la maisha yeye ana faraja inayotufaa sisi. Na Wakristo tuweze kukumbuka as we close the year 2020, tukumbuka kwamba Mwokozi amekuwa na sisi na ameruhusu hata tukapitia mateso ambayo tumekuwa tukipitia, kwa sababu mwito wa kuwa Mkristo ni mwito pia wa kushiriki mateso pamoja na Bwana Yesu. Amen. Nini tunaweza sherehekea leo hii? Hatukuanguka, hatukuvunjika, bado tumesimama. Iwe ni maneno, iwe ni mambo gani, Bwana Yesu ametusimamisha. Ziwe ni vipi, hata mimi kama pastor wenu siwezi sema sijaona yale nimeona mwaka huu, lakini nashukuru Mungu bado amenisimamisha. Mungu ni mwema, ametusimamisha. Why do we go through what we go?
Sisi sio kama watu dunia, Bwana ni pamoja nasi. When we suffer for the sake of Christ, we receive comfort and other great blessings. Praise the name of Jesus. What you need to do as a Christian, avoid suffering because of your own sin or your own selfishness. Because when you go through problems and difficulties and challenges because of that, instead of receiving comfort, you will receive discipline. Mungu anaadhibu watoto wake kwa sababu anampenda. While we go through what we go through in life as Christians, we have a God who comforts us, and He promises that He will stand with us to make sure we are comforted, so that we can also comfort others. Ndio Paulo anasema kwa sauti, ashukuriwe Mungu ametembea na sisi. Glory Bible Society tuko tayari kusema ashukuriwe Jehova ametembea na sisi mwaka wa 24 wa kanisa. Haleluya. Ashukuriwe Jehova ametutia moyo mwaka wa 24 wa kanisa letu. Ashukuriwe Mungu wa Israeli, hakutuacha na hakutupungukia. Ninaomba tusimame kwa miguu yetu na tuwe tuna nafasi ya